kwa jina lingine najulikana kwa Jackie Umeme. Nimemaliza la 7 mwaka 2002 Mabibo external. Baada ya hapo nikapelekwa chuo nikasoma mwaka mmoja chuo Sinza. Baada ya kumaliza hapo chuo nikasoma NIT, nikapelekwa ufundi wa magari. Sikuwa napenda hiyo kazi, lakini baba aliniambia kama utaki kaa nyumbani. Na kipindi hicho nilikuwa mdogo, nilikuwa kama na miaka 13. Nikaona kukaa nyumbani na kipindi hichi ngoja tu niende. Kwa hiyo nikaenda kwenye ufundi, lakini sikuwa naupenda. Nikasoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tena nakumbuka mwaka wa pili ada nilikula. Mwaka wa kwanza ada alinilipia wenyewe, mwaka wa pili nilikula ada, nikawa namtengenezea baba vilisiti nampelekea, kwa sababu alikuwa kila akinipa hela ananiambia lazima uniletee vilisiti. Sasa mimi nikawa nikitoka hapo naenda stationery natengeneza kama risiti vile copy naitengeneza naenda nampa. Yeye akawa anajua mimi ada nalipa kama kawaida, kumbe ada silipi. Ni shule lakini nikawa naenda nasoma hivyo ila kazi siipendi. Kwa hiyo nikawa nasoma tu hivyo. Ikafika mwaka wa 3 nikawa natakiwa tutafute sehemu ya kufanya practical. Nikaenda Scania. Nikafanya practical miezi 3. Baada ya kwenda Scania kidogo nikajikuta kama napenda kwa sababu watu wengi walikuwa wananikubali, alafu nilikuwa nafanya kazi, napata hela kidogo nikawa napata. Kwa hiyo niliposoma pale practical nikatoka hapo Scania alikuwa mwisho miezi 3. Nilipofanya miezi 3 nikawa natafuta practical sehemu nyingine. Nikapata practical sehemu nyingine Sinza nikafanya miezi kama 6 hivi. Lakini kazi ya pale Sinza nikawa naona ngumu kwa sababu mazingira yalikuwa mabaya. Alafu mwalimu alikuwa anafundisha pale alianza kunisumbua. Yaani ilikuwa ikifika jioni ile tunatoka, yeye akawa anataka tuwe tunakaa bar, tunywe nini, sasa hivyo vikawa vinanishinda. Nikaacha. Kuacha pale nikatafuta sehemu nyingine external. External kuna garage moja hivyo wanatengeneza pampu za magari. Kufika pale kuna baba moja alinisikia naulizia kwamba natafuta sehemu nifanye practical ya mambo ya magari, ufundi wa magari. Akaniambia twende, kuna sehemu nataka nikupeleke. Usifanye hapa, nikupeleke sehemu Ilala. Nikamwambia sawa. Akanichukua pale akanipeleka Ilala. Kuna rafiki yake alikuwa anaitwa Kidedea, akanipeleka pale. Nikawa nafanya pale kazi. Yaani bado nikawa sio fundi ila nafanya yani najifunza pale. Nikawa nafanya lakini wateja wengi wakawa wakija pale wanataka mdada ndo afanyie kazi zao. Kwa hiyo nikawa napata hela. Kufanya hapo nikawa nafanya kazi ikafika mwaka 2010. Kafika mwaka 2010. Mwaka 2010 nikawa natamani nifungue biashara yangu, yani niwe na duka langu fundi lakini vitu ninachukua kwenye duka langu mwenyewe. Lakini mtaji nikawa bado sina, hela yangu ikawa ndogo. Nikawatafuta vijana wakaka wawili ambao tulikuwa wao mafundi, mimi ndo nilikuwa kama kijana wao. Nikamwambia bwana, mimi nataka tufanye kazi, tufungue ofisi, yani tuwe unafanya kazi, spare tunajiuzia wenyewe, tuwe na ofisi yetu. Akaniambia sawa. Wewe una shilingi ngapi? Tukachangishana pale. Frame kipindi hicho ilikuwa 3 milioni 2 na 400,000. Tukachangishana tukachukua frame, lakini frame ilikuwa haina kitu dukani. Tukawa tunafanya hivyo. Saa nyingine mteja akija dukani hamna kitu, naenda tunapiga winga. Tunafanya udalali, yani dukani hamna kitu, namwambia mteja kipo. Anakupa hela, unaenda unatafuta sehemu nyingine, unaongezea hela kidogo, yani kama kitu kinauzwa 50,000, unaongea na yule mwenye spare, bwana nipunguzie, anakuuzia labda 40,000, unaenda unamuuzia yule 50,000, 10,000 unachukua. Ndio udalali hivyo. Kwa hiyo nikawa tunaweka hela hivyo, kuweka hela hivyo. Baada kama miaka 2 kushia na wale wenzangu ikawa kama nashindwa. Tamaa, sijui niseme tamaa. Yaani nilikuwa natamani nipate hela nyingi kuwazidi wao. Tulikuwa tukipata hela hivi tunagawana. Yaani dukani tunafanya pale biashara, ikifika jioni kama tuna 300 dukani tunagawana 50,000, laki tunaweka kwenye kibubu mule dukani. Sasa mimi nikawa natamani ile 300 ya kwangu peke yangu. Tunaenda hivyo. Mimi nikamwambia bwana, hapa sasa hii duka dogo. Maana tulikuwa tuna sehemu kidogo.
Nikamwambia duka dogo, tafute duka kubwa, tufungue ofisi kubwa. Yaani mtu akija hapa akisikiaje kiumeme ajue kuna kila kitu ndani. Akasema sawa. Lakini mimi nimemwambia hivyo, ila nia yangu kwamba niwazunguke, yani niwe na ofisi yangu peke yangu. Tukakubali, wakakubali, tukapata ofisi. Ofisi ilikuwa ni 300,000 kwa mwezi. Mimi hapo kipindi hicho ofisi ilikuwa inatakiwa kwa mwaka tulipe 3,600,000. Mimi nikawa na 2,500,000. Siwezi kuilipia hiyo, lakini nikasema hii nitalipa. Kesho yake wakapata hela wenzangu, watu twendeni tukalipe. Nikamwambia sawa. Mmoja akaenda benki, mmoja alikuwa tayari kashachukua hela. Mimi nikaenda kwa mwenye nyumba kwa sababu mwenye nyumba alikuwa pale pale karibu. Nikamfuata peke yangu. Vipi? Nikamwambia poa, shikamoo, marahaba, safi safi. Nikamwambia bwana, mimi nataka hii frame. Akaniambia sawa, lakini nakuomba mimi na 2,500,000 baada ya mwezi nitamalizia. Naomba nitoe 2,500,000 alafu baada ya mwezi nitamalizia. Akaniambia sawa, hamna shida. Nikampa hela. Baada ya kumpa hela, tukaandikishiana kila kitu tukatoka. Kutoka pale wenzangu wakanifuata, vipi? Nikamwambia safi. Twende basi tukalipe. Nikamwambia bwana mimi nishalipa, naona kushare siwezi. Sasa hivi kila mtu awe na ofisi yake. Yaani mimi nimeshalipia itakuwa ya kwangu na sisi tuachane. Akasema sawa. Tulikuwa tuna duka ambalo tumeshia watu 3. Ikabidi tugawane vitu. Tukagawana vitu, akanipa vitu vyangu, akachukua vitu vyao, mimi nikawa sasa nina ofisi yangu lakini sina kitu. Yaani vitu vipo kimoja kimoja tu dukani pale. Vitu kwa kimoja kimoja dukani na wao sasa wakawa wawili, mimi nikawa peke yangu. Mimi kuwa peke yangu, biashara tunaenda lakini hapo tukawa tuna bifu sasa. Wao wakawa wanipendi na mimi nikawa siwapendi, yani tukawa tunachukiana. Kwamba kwa nini mimi nimewazunguka na nimefanya vitu peke yangu. Basi mimi nikawa napambana hivyo hivyo na wanapambana. Baada kama miaka 4 nikawa natamani sasa kusafiri, yani nilikuwa nachukua mzigo Dubai kwa naleta dukani, yani nisipige tena winga zile sana kuchukua vitu kwa watu. Nikapata kama milioni 5. Lakini sasa milioni 5 ikawa haitoshi kusafiri. Nikawa naendelea kufanya winga hivyo hivyo, kazi, ufundi, udalali, nikaja nikapata hela nikafika kama milioni 15. Nilipofika milioni 15 nikasafiri kwenda Dubai, nikachukua mzigo kwa mara ya kwanza. Lakini milioni 15 ikawa ni hela ndogo kama dola 7,000 hivi nadhani. Nikanunua mzigo, nikapakia kwenye ndege, sikupakia kwenye container kwa sababu hela yangu ilikuwa ni ndogo. Nikapakia kwenye ndege, nikaja nikalipia airport, ndo kwa mara kwanza hapo kusafiri. Baada hapo nilivyouza ule mzigo, nikawa naweza kuendelea kusafiri tena, kwa hiyo nikawa nanunua mzigo, naenda Dubai huku nafanya ufundi, nanunua mzigo naika dukani huku nafanya ufundi. Nashukuru Mungu mpaka hapa kwa sasa na duka kubwa la spare na vijana nimewaajiri na maisha yanaendelea. Changamoto zilikuwepo kwa sababu kipindi hicho mimi najifunza ufundi, kulikuwa hamna mwanamke. Nilikuwa ni mwanamke mimi peke yangu. Kwa hiyo saa nyingine ulikuwa unaweza ukatoka pale Ilala ukaenda kufanya kazi labda Mwenge. Unatoka na fundi. Na kipindi hicho unavaa manguo, yani unavaa nguo za ufundi. Kwa hiyo mara nyingi manguo yanakuwa machafu. Nakumbuka kuna siku nilipanda daladala mchafu, afu kipindi hicho nilikuwa nafuga vilasta hivi. Nilipanda daladala, kuna mwanamke mmoja kuna mwanamke aliniangalia, akasema wewe dada mchafu. Hapo mimi niko na mkaka hivi pembeni ambaye ndo alikuwa fundi wangu kipindi hicho ananifundisha. Lakini mimi aliniambia mchafu ila mfukoni nilikuwa na 50,000. Kwa hiyo aliponiambia vile mimi sikujali, nikaona kasema hivyo, lakini mimi hapa inawezekana huyu hata 10,000 ana, lakini mimi nina 50,000. Kwa hiyo sikujali. Pia kuna siku sema jina sitomtaja. Kuna siku kuna bosi mmoja Ilala, alikuwa na maduka mengi. Aliniita sehemu kulikuwa kuna watu kama 7 hivi, wanaume wakubwa, kipindi hicho mimi mdogo. Akaniita Jackie njoo. Nikaenda mpaka pale. Akaniambia yaani mnamuona huyu, anawaambia wale watu, mnamuona huyu? Sema alitumia neno kali. Akaniambia yaani mnamuona huyu? Sasa neno naogopa hata kulisema. Akasema ni mnamuona huyu? Mimi sasa nitalitumiaje? Na mimi nisiliseme. Nitalitumiaje? Na mimi nisiliseme. Aliongea neno baya, yani nilijisikia vibaya. Nikakaa pale nijisikia vibaya, lakini sikumuonyesha kama nimejisikia vibaya, ila wanaume wote pembeni wakacheka. Leo ikaniuma. Alafu yeye alikuwa mtu mkubwa na ana hela, kwa sikuweza kumwambia chochote wala kumjibu chochote. Shukrani nilikuwa silipendi.
Kwa hiyo kipindi nimeanza shule nikawa kila nikiuliza unaitwa nani, nikawa naambia naitwa Jackie. Naitwa nani? Naitwa Jackie. Sasa na kwa kuwa nilikuwa nafanya kazi za umeme, kwa watu walikuwa wananitaga Jackie umeme. Ndio likaja likakuwa hivyo Jackie umeme. Kwanza nilikuwa mtundu sana. Baba alimfuata, kuna kakangu anaitwa Beni. Akamwambia bwana huyu, nadhani aliongea naye akamuuliza bwana huyu tunafanyeje kuhusu shule, kwa sababu hapo 2002 nimemaliza 7 nitakiwa niende sekondari. Yule kakangu akamwambia baba, hapana, huyu mpeleke ufundi. Ufundi mimi sikuwa naupenda. Akaniambia kwa mwaka huu nenda kasome English course mwaka mmoja, baada hapo nenda ufundi. Kama hutaki ufundi kaa nyumbani. Ikabidi niende ufundi, nikaa nafanya ufundi, nasomea ufundi NIT. Ndoto yangu mimi nilikuwa nisome sekondari. Baada ya hapo nijiajiri. Wanawake wenzangu nawaambia tusichague kazi, tufanye kazi, tuwe na malengo na nia.